Life Philosophy Story. Baadhi ya mambo makubwa sana duniani ni kisa cha spirits. Wanadamu mchana na usiku wamejaribu kuchunguza ni wapi roho ya mwanadamu huwa inatulia akiwa uko hai. Wengine wamedhibitisha kwamba roho ya mwanadamu huwa kwenye tumbo. Wengine huwa wanasema imo kwenye akili. Wengine wanasema juu ya pua, kama isemayo kitabu cha Ayubu 27:3. Ila swala la roho hakuna ambaye amejaribu kuinasua kitendawili kilichobaki hapo. Mwanadamu anapokufa huwa inasemekana, kulingana na dhana moja inaitwa reincarnation, kwamba roho yake huwa inatoka, inaondoka na inaenda hadi kwa tumbo ya mama mjamzito, anazaliwa nayo mtoto mwingine. Baadhi ya vitabu vya dini vinasema kwamba kilichopo kilikuwepo na kitakachokuwa kilikuwepo mwanzo. Inamaanisha haya yote yanayoendelea, kama yapo yalikuwepo mwanzoni, na kama yatakuwa mwanzoni yalikuwepo. Roho ya mwanadamu inapotoka huwa inasikana kabisa, inatoka kisha inaenda kwa tumbo ya mama fulani, anazaliwa na mtoto mwingine. Ina maana hata wewe ulioko mahali hapo leo hii, roho ulionayo wewe siwe mara ya kwanza kuitumia. Imetumiwa na mababu na wamama ambao wamepita walipokufa, sasa ukazaliwa wewe. Baadhi ya wanasayansi wamejaribu kunasua kitendawili kwamba mwanadamu anapokufa huwa roho yake inaenda wapi. Nikuulize mtu wa dini kwamba maandiko yanasema siku ambayo mwanadamu atakufa, roho yake itatulia na iende kungoja kiyama. Swali la msingi, roho huwa zinaenda wapi ili kungoja siku ya kiyama? Hapo ndipo inaoturudisha kwa simulizi ya leo, inaelezea kuhusu reincarnation, kuzaliwa upya. Unapokufa huwa roho yako inazaliwa. Wapo baadhi ya watu ambao wameelezea vizuri kabisa kwamba wao walipokufa nini kiliwafuata mpaka wakakuwepo. Wanasayansi walijaribu kufanya tafiti moja. Walimchukua mzee fulani ambaye alikuwa anaelekea kabisa kufa, wakamfunga kwa room iliyo na magnetic theme strong sana, na wakaweka baadhi ya surveillance system ya kutoa mapicha kabisa. Baada ya kumweka ile chumba, yule mzee akafa. Inaaminika alipokufa, roho iliyomtoka ilianza kuzunguka, na kuna mama ambaye alikuwa amesimamia hiyo shughuli. Hii roho ikaanza kugwara ukuta, ikitamani kutoka nje, ihepe iende kabisa, lakini haikuwepo na mahali pa kupita. Swali najiuliza kutokana na hii sayansi, je, ni kweli roho huwa inashindwa kupita mahali? Baada ya kuifungia yule mzee alipokufa, roho yake ikaanza kuzunguka ndani ya kile chumba. Kutumia surveillance system zao ikaonyesha kabisa roho inang'ang'ana itoke pale iende. Iligeuka ikamnenea yule mwanamke kumwambia, muda wangu umefika mama, tafadhali na kuomba niachilie niende. Ilikuwa ikiongea na nafsi yake yule mwanamke. Ikabadilisha macho kulingana na video aliyochapisha. Inaonyesha kabisa hii ni roho ya mtu. Yule mwanamke akashangaa sana. Baada ya muda fulani katokea jambo la kutisha kabisa. Baada ya yule mzee kuendelea kulia kwamba achiliwe,
aende. Kulingana na huyu mwanamke anasema roho huwa kila mahali. Roho iko na mwili, yani iko na nafsi kama yako, iko na kichwa, iko na mikono kama wewe jinsi ulivyo. Ikaanza kumlilia kabisa mpaka ikidondosha machozi kwamba yule mwanamke awaombe wenzake waweze kumruhusu aondoke aende zake. Yule mwanamke akakataa kabisa na wenzake wakakataa, wakataka waone nini itatendeka. Baada ya muda fulani hivi system zao zikaanza kukuwa na kasoro ya kiufundi, ile roho bado ikiwa pale ndani, jinsi ambavyo unavyotazama katika hiyo sinema. Nikukumbushe baada ya sinema nitauliza swali moja pale mwishoni. Kuwa makini na hii sinema. Baada ya muda fulani wakaona kwamba ile chumba ambacho alikuwa amemfungia kimeanza kuvurutika na kisukumwa ikijaribu kupasuliwa. Kidogo hivi miale yao ikaharibika kabisa na kile chumba kikafunguka. Kile chumba kufunguka, kukakuja mwanga mkali. Wakaanza kusema kwamba hiyo ambayo imekuja kumnasua ni Mungu ambaye amekuja kumnasua. Ila nikuambie kwamba hiyo si mkono wa Mungu, jinsi ambavyo alivyohitimisha kwa kusema kwamba ilikuwa ni mkono wa Mungu. Hiyo ilikuwa ni kitu kinachoitwa roho, malaika mtu wa roho. Akakuja akamnasua. Baada ya kumnasua, yule mzee akaangalia angani kwa mwangaza na kufurahia. Nikiongea yule mzee na maanisha hiyo roho ya yule mzee. Ikiwa imeshangaa kabisa, punde tu ile roho ikafurahia kwa ustaarabu na utulivu. Swali la msingi linalotokana hapo, ilipotoka kuliendeleaje? System ya hawa na sayansi ikapata kasoro ya kiufundi. Baada ya kupata kasoro ya kiufundi, ikawezekana kabisa hiyo roho imenyakuliwa kutoka pale. Lakini nikukumbushe, wanasayansi wanafuata dhana moja inaitwa SSC code, social identity code. Social identity code, kulingana na wanasayansi, ilikuwa ikitrack mahali ambapo hii roho itaenda. Ile roho ilipotoka, mashini za social identity code zikawa na haraka sana mpaka zikaanza kupata itilafu kulingana na kuhesabu kwa miles iliyokuwa ikienda na speed iliyokuwa ikienda. Naaminika hiyo roho ilikuwa inasafiri kwa speed kuliko speed ya mwanga, yani ilikuwa inasafiri zaidi ya speed of light. Je, swali la msingi hapa, iliwezekanaje wakagundua kwamba soul imeenda na hii speed? Hapo basi mimi siwezi kujibu. Iliwezekanaje wakajua kwamba imeenda speed zaidi ya mwanga? Ile roho ikatoka na kuenda. Baada ya kuenda, mashini za hawa na sayansi zikaanza kurudi. Ila sasa ziliporudi, ilionyesha kabisa ile roho ilikuwa imeenda mbali sana, ambapo hawangeweza kuorodhesha imeenda umbali wa urefu kiasi gani. Lakini walipoendelea kutazama kabisa na kulingana na hii video ambayo imechapishwa, nikukumbushe, ipo simulizi ambalo nilishaliandaa inaeleza kuhusu tukifa tunaenda wapi, the philosophy story, tukifa tunaenda wapi. Hiyo itakueleza kwa undani kabisa kwa mwanadamu anapokufa huwa roho yake huwa inaenda mahali fulani, ila hapo ambapo inaenda izaliwe nayo mtoto mwingine.
Mashini za wanasayansi zikaonyesha kwamba kile chombo cha Soul Identity Code kimeenda urefu sana, ambapo walishindwa kabisa kuigundua imeenda urefu gani, lakini ilionyesha kwa kabisa kwamba wakati ilienda kuna mahali ilitua. Hapo ambapo ilitua ndipo baadhi ya watu wanaotoa mjadala kwa kusema kuna uwezekano mkubwa huo ndio mwanzo wa reincarnation. Ukitazama jinsi ambavyo hii sinema ilivyoeditiwa, inaonyesha kabisa ilienda kutulia kwa space. Tunasema Mungu yuko juu mbinguni. Na hiyo soul, kulingana na hiyo video aliyochapisha, inaonyesha kabisa soul ziko kwa space. Nikabaki najiuliza jambo moja. Walijuaje imetulia hapa? Sasa nihitimishe hii simulizi kwa kukuuliza lile swali ambalo nilikwambia nitakuuliza. Kulingana na hii video jinsi ambavyo imechapishwa, do you think that it's true? Kulingana na hiyo video, niliamua kuchunguza kabisa baadhi ya mambo ya kiroho. Lakini kuhusu na roho, wanasayansi wameamua kuwa kimya, kwa sababu mafikira yao na akili yao haijafikia mahali pa kusoma kabisa soul kwa undani kabisa. Kulingana na maswali ya roho, wanadamu wanakosea. Unapatana na mchumba, unamwambia nimekupenda na roho yangu yote. You are a liar. You don't know what is a soul, a spirit. Life philosophy story. Jambo, wengine walitoa mashiko kabisa na kuita nonsense, wakisema kwamba hiyo ni maneno ambayo mwanadamu tu anajitungia ili kumpa faraja. Kwa sababu wanasayansi wameshindwa kuidadisi, ikabidi turudi kuuliza vitabu vya dini. What is a soul? How does it happen to life of human? Vitabu vya dini pia vimeandika mengi, ila vimeficha mengi. Kulingana na dini zilizo duniani, ukiamua kusoma dini zote, utajua kabisa roho ni nini. Lakini ili mimi nigundue roho ni nini, na kulingana na imani za dini zote duniani, ni ngumu mwanzo. Kilichonipa mashiko zaidi ni baada ya kujua kwamba duniani kuna dini zaidi ya 4200. Jinsi ambavyo unajua Ukristo, Uislamu, Uhindu, Ubuddhism, pia ziko zingine ambazo zina asilimia mpaka 4200 na zaidi. Ningevisomaje hizi zote na nichunguze kabisa? La ngumu. Lakini ukitaka kujua kabisa kuhusu mambo ya roho, soma dini yako kabisa. Fuata wadadisi wa mambo katika dini yako. Waulize roho ni nini. Pengine wakakupa dawa ambayo ingekusaidia wewe kuhitimisha na kuipa roho yako utulivu kabisa. Wanadamu, nikukumbushe, kile ambacho ukijui haimaanishi hakipo. Uwezekano kipo na haujui nusura yake. Ama kama hakipo, kipo. Mwanzo Waswahili walisema lisemwalo lipo.
Hivyo kuzaliwa tena upya, macho yote iko kwa wanasayansi watuletee majibu. Wanasayansi watatuleteaje majibu na wao ndio wamehitimisha kuita nonsense? Jibu liko kwa vitabu vya dini. Tafuta vitabu vya dini, vitakufunza mengi kuhusu roho na kifo. Kando na hapo, kuna baadhi ya matukio ambayo yameandikwa na kuorodheshwa kwa baadhi ya vitabu vya kihistoria, vikielezea mwanadamu anapokufa huwa anazaliwa upya. Mfano, James Leninger. Kijana huyu alizaliwa baada ya kufa akiwa rubani. Alikumbuka kifo chake kwa ukamilifu kabisa. Alikufa katika vita vya pili vya dunia, huku akiwa anaendesha ndege aina ya B-52. Kilichowashangaza wazazi wake James Leninger, wakati mmoja akiwa amelala, alikuwa akiamka kwa kelele kubwa. Wazazi wake walipokuwa wakimuuliza, "Why are you shouting?" alikuwa akisema, "Little man crashed on air. Then a little fire has occurred, then caused a big fire. And a little man can't escape." Yani akimaanisha kijana mdogo amepata ajali ya ndege. Ndege imewaka moto. Punde tu ndege inalipuka. Mwanaume ameshindwa kuhepa kutoka kwa huo moto. Haya maneno kila mara yalikuwa yakiwaingia masikioni mwake wazazi wake James Leninger. Wakataka kujua destiny yake imetokea wapi, uanzo wake umetokea wapi. James Leninger alikuwa akiwaeleza kwamba yeye alikuanga rubani wa Amerika kipindi kile cha vita vya pili vya dunia. Wazazi wake wangefanyaje waamini? Siku moja baba yake James Leninger na mamaye James Leninger wakaamua kumtembeza kwa mashirika ya ulinzi wa anga wa Amerika. Walimfikisha na wakusema kuna mtu ambaye amai crash kwa ndege katika vita vya pili vya dunia. Punde tu wakasema ni wengi, kwani hatuwezi jua ni nani hasa. Yule kijana akamwambia jina lake mwanzoni. Wakasema huyu alikuanga rubani kitambo na aliaga dunia. Huyo kijana akawaambia aliaga lakini akaja tena. Wakampeleka kwa kaburi la huyo mzee ambaye alikufa kwa ajali ya ndege. Punde tu maajabu yakatokea, akapoint na kuonyesha kaburi lingine. Hapo wakashanga, mbona anahitaji hilo kaburi lingine? Na akasema hapa ndipo alipozikwa rafiki yangu. Ikabidi wameenda kwa jenerali mkuu Bwana Baronet Coldwater na kumuuliza, huyu alikuwa rafiki ya huyu? Wakatimisha ndiyo ni rafiki yake. Kwa hivyo ikahitimisha kabisa James Leninger ni mmoja wa watu ambao walikufa mwanzoni na wakazaliwa tena. Kipo kisa kingine katika nchi ya Japan. Yupo kijana ambaye alizaliwa akiwa nyoka, akauawa na mzee fulani, baadaye tena akazaliwa. Hiko kisa kina mambo ndani yake. Kisa hiko, huyu kijana alianza kumvamia mzee mara ya kwanza alipomweka machoni. Mbona akamvamia? Akaanza kumwambia, wewe ulinikatanga, ukaniangamiza na ukanikaanga. Pia viko visa vingine vingi ambavyo siwezi kuvimaliza kuvisimulia. Msingi wa imani ni kuamini kwa vitabu vya dini. Soma dini yako
na utaelewa kabisa roho na kifo. Lakini siwezi kumaliza hayo yote hapa. Pengine kama mtataka kujua zaidi, nialike na mniulize maswali. Mimi naitwa Patrick Bungei. Life Philosophy Story.